Karibu ndugu msikilizaji kwa nakala ya Kipi Kitumike ili tuokoe jamii na kuitoa njia panda. Ikiwa leo ni siku ya usimulizi ambapo tutaangazia matukio iliyotokea katika mitandao ya kijamii, hapa tukilizungumzia kuhusiana na wabunge wawili, Bwana Kuloria Njoroge, mbunge wa Gatundu, na Kalen Nyamo ambaye ni seneta wa Nairobi. Jina langu ni mtumishi wa Mungu Pastor Kim wa Esther, mtumishi, mchungaji, mtu aliyeteuliwa na Mwenyezi Mungu na ili niweze kuleta wasia wake. Siku ya leo ninayo machache ya kuyazungumza, ni kwa sababu ni nyakati za mwisho. Ninazungumzia kuhusu Bwana Kuloria, mbunge wa Gatundu, mkola, mtu wa ovyo, asiyejua kuzungumza, mtu ambaye akaremba na mtu ambaye amepinda. Bwana Kuloria, mbunge wa Gatundu, wewe ni mzee ila hali unajifanya sharobaro. Naomba nikwambie kitu, ndio basi tena uweze kuelewa ya kwamba unachokifanya sio haki. Siku ya jana mulizungumza mukiwa kwenye himaya zenu na mukiwa walevi na mukiwa mumetinga, na kwa kweli mulikuwa mumepinda. Tukamuona Kalen Nyamo akiinua kidogo kusema mlima iliguzwa. Kwa sasa mlima huu ni upumbavu, upusi, na huu ni unafiki. Kalen Nyamo, sijui mwanamke anafaa kuishi miaka ngapi ili akuwe amemakinika. Uko na miaka ya makamu ila huna akili. Naomba nikuambie kitu kimoja. Samido, ulijaribu sana kuishi na huyu mnyama. Hafai kuwa mama ya watu, hafai kuwa sister ya mtu. Huyu anafaa kuwa waboi mshoreita kwa watia, waboi moredo, waboi moredo, huyu mwanamke ni kama waboi moredo, anafaa kuishi kwa misitu. Kusema ukweli, muliaibisha jamii na hayo mambo yenu ya kiukumbafu. Bwana Kuloria na Kalen Nyamo, nyinyi ni wahuni. Kazi yenu ni kutusi watumishi wa Mungu, kutusi watu wa maana, eti kwa sababu munajiona mko na hela. Hela ni zenu na nakai kwa zende mwele nyu. Bwana Kuloria, kwanza wacha nikwambie Kuloria, we Kuloria we modo toho wa toho. Haiwezekani. Let us be sincere. Haiwezekani mbunge Kuloria. Wewe kazi yako wewe ni mbunge, wewe ni mtu mzima kona akili timamu, ile hali unajifanya kama wewe mwehu, unajifanya kama wewe umechanganyikiwa, unajifanya kama wewe huelewi ni kipi kinafaa kiendelea, ni kipi kinafaa kifanyike. Ebu just imagine Kalen Nyamo anainua kidole, sitaki kuonyesha ni gani, ati anasema mlima inataka kutiwa kidole, na mnajiita wabunge. Sasa nyinyi ni wabunge wa kutoka wapi? Nyinyi wabunge wa wapi? Nyinyi umelogwa nini? Shida yenu ni gani? Alafu mko na pesa na hamna akili kabisa. We kazi yako ni kutusi tu watumishi. Ukiona nani Kiengei, unamtusi matusi ya nguoni. Shame on you, mbunge Kuloria. What kind of a person are you? What kind of a person are you? Simply because ati uko na pesa. What is money? Kwani Moi yako wapi sai? Kenyatta yako wapi? Kibaki yako wapi? Hao walikuwa na pesa. Wacha wewe uko na hiyo mashiriki yako, unashinda ukitisha raia, unashinda ukitisha watu nayo. Let me tell you something. Hasira za Mwenyezi Mungu ziko juu yenu.
It is very much unfair, bwana. How comes? Unainua kidole moja, ati mlima imeguzwa, sasa mnataka kutia mlima kidole. What's wrong with you? Alafu Samido ni wageretie. Samido ulikuwa umejaribu. Actually, Samido ulijaribu. Karen Nyamu, vile tu anakaa kama mnyama kama hiyo jina lake. Usi mwanamke. Hafai kuwa bibi ya mtu huyu. This is an animal. Kazi yao na Kururia ni mambo ya immorality. Immorality. You should style up. Hey. See? You should style up the way you talk. Mimi nilikuwa nafikiri Kururia ulikuwa wazimu long with on your mind. Let alone I came to realize surely wewe Kapagawa. Nyinyi hamna adabu kabisa bwana Kururia. Gasheri. Jerry. Karen Nyamu. Anyway, Gayaro mutaidia muno. Nyinyi ni wanafiki, wakora, waragai, watu wasio na akili hata kidogo. Na tukiwaambia mnasema atesa kazi yenu kwa sababu Kururia unakuja unashikashika watu hivi ati uonyeshe uko na pesa, unapea hawa watu tu pesa kidogo kidogo. You think money is everything. Money is not everything. You need God in your life. Kururia, you need God in your life. Karen Nyamu, you need God in your life and you should behave. Na muache bad manners. What kind of a lawmakers are you? The way you talk, the way you do your things. But let me tell you something. Whether you like it or not, no matter how strong you guys you think you are, one day, one time, destination yenu ni 6x4. Nyinyi ndio kioo ya jamii. But what you are doing, you are just because actually even the way you articulate your things, you do it as if you are nyinyi amjielewi kabisa. Kururia, change is paramount. Yesu anawapenda, Mungu anawapenda. Ujinga ya pesa amutaenda nayo kaburini. At the end of the day, utaenda kaburini peke yako. Utaenda kaburini ukiwa uchi. Ulizaliwa mkiwa uchi na mutarudi mkiwa uchi. Mulipozaliwa mulioshwa kwa sababu hamungejiosha. Ukifa pia utaoshwa juu utajiosha. Because life ni cycle. Respect is paramount. You members of parliament, you should behave and you should style up. Don't think because ati kwa sababu God loves you so much. Kururia. Na manage midomo yenu. Aya, midomo yenu. Lugha ambazo mnaongea, muache kuonyesha ukahaba yenu kwa sisi. Ubakaha.